Mimi naitwa Elbariki Andrea. Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania unatarajia kufanyika Juni 30 mwaka 2026 jijini Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, Rais wa chama hicho Tadei Mchena amesema kwamba maandalizi ya mkutano huo yamekamilika na kuwataka wazee kutoka mikoa mbalimbali nchini kukutana jijini Dodoma. Amesema kwamba mkutano huo wa mwaka unalenga kujadili ustawi wa wazee, ikiwemo afya, uchumi, usimamizi wa maadili na mchango wao katika maendeleo ya taifa, pamoja na kuweka mikakati ya kuimarisha chama hicho. Leo ninao furaha kuwatangazia kuwa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania kitafanya mkutano wake mkuu wa mwaka wa kwanza ambao utakuwa ni mkutano wa kihistoria tarehe 30 mwezi wa 6 2026 jijini Dodoma, hoteli ya Landmark jijini Dodoma. Kabla ya kufanyika kwa mkutano mkuu huu kutakuwa na shughuli mbalimbali za chama zitakazowakutanisha wazee kutoka mikoa, maeneo tofauti nchi nzima kwa lengo la kuimarisha mshikamano, kubadilishana uzoefu na kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya wazee nchi nzima. Aidha, siku moja kabla ya mkutano mkuu kufanyika, kikao cha halmashauri kuu kitafanyika tarehe 29 mwezi wa 6 2026. Katika mkutano mkuu wenyewe, wajumbe watapata fursa ya kujadili mada mbalimbali zenye umuhimu kwa ustawi wa wazee, mchango wao katika maendeleo ya taifa, afya, uchumi na maadili ya jamii na masuala mengine yanayogusa maisha ya wazee kwa ujumla. Pia tutapitia taarifa ya utekelezaji wa shughuli za chama, kuweka mikakati ya mwaka unaofuata. Tunayo heshima kubwa kwa kutangaza kuwa mgeni rasmi katika mkutano huo anatarajiwa kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye atahudhuria na kutoa nasaha muhimu kwa wazee wa taifa kwa ujumla. Kupitia vyombo vya habari, napenda kutoa wito kwa wazee wote na wanachama na wasiokuwa wanachama kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mkutano huu muhimu. Huu ni wakati wa kuunganisha nguvu, kujadili mustakabali wa wazee, kuendelea kujenga chama imara kitakachotetea maslahi ya wazee nchini. Kauli mbiu yetu ni wazee ni nguzo imara, utekelezaji dira ya taifa ya 2025. Pia niwaombe basi wazee wote nchi nzima, umri kuanzia miaka 50, karibuni mjiunge na Chama cha Wazee Wanaume Tanzania. Na wakaribisha wote jijini Dodoma kushiriki mkutano huu muhimu na wa kihistoria. Niwaombe basi wajumbe wote nchi nzima ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia asikose hata mmoja. Chama hicho pia kimefungua dirisha maalum la kufanya usajili kwa wazee, wanawake na wanawake kwa ujumla kujiunga na chama hicho, ambapo utaratibu wao wa kujiunga ni tofauti kidogo. Watakaojiunga ni wale wenye taaluma ambazo zitawasaidia wazee hao katika uendeshaji wa chama hicho, kama hapa inavyofafanuliwa na mwenezi msaidizi wa taifa wa chama hicho. Kwa jina anaitwa Amrik Singh, mwenezi msaidizi sekretari ya taifa. Lengo kuu ya kuwa na dirisha dogo kwenye chama cha wazee, tunataka wamama wenye taaluma ili waje kama watendaji ambayo watatusaidia kwenye fani mbalimbali. Kwa fani labda kuna dokta atakuwa anasimamia kwenye miradi, dokta atakuwa anasimamia matibabu ya wazee, au kama kuna
mama ambaye amesomea mambo ya miradi, tutakuwa naye kwenye miradi. Yaani tuseme wawe wanafanya taaluma mbalimbali. Naweza kuwa na wamama ambayo wameacha, walikuwa wanashona nguo zamani lakini sasa hivi wameacha. Kwa hiyo lengo kuu tunataka waje karibu, ili sio kwamba washonee wazee nguo, hapana. Tunataka waje karibu, waoneshe ile taaluma yao, tuwawezeshe wao, ili kipato kitachopatikana si tuwakomboe wazee wa Tanzania. Kwa majina ni Kemi Misomile, ni naibu mkurugenzi wa miradi taifa. Kutokana na miradi ya chama cha wazee wanaume Tanzania kuonekana kwamba ni mikubwa sana na inahitaji pesa ili kuweza kuiboresha na kuifikishia malengo, tunahitaji serikali tuwezeshe kupata fungu katika yale magrupu maalum, serikali iweze kuifikia grupu hili la wazee, tuweze kufanikisha miradi mikubwa ambayo tayari tunayo, na ili tuweze kuleta kipato kikubwa katika chama na kuleta maendeleo ya muda mrefu. Kwanza kwa jina ni Abdel Mevkor Molel, mwenyekiti chama cha wazee wanaume Tanzania wilaya ya Arusha mjini. Ili wazee waweze kunufaika, sisi tunaomba wazee watambulike kisheria, sio katika sera tena, bali watambulike kisheria, watengenezwe sheria kama walivyotengenezewa wizara wa vijana, na wazee watengenezwe sheria, tuwe na mwakilishi bungeni na katika taasisi mbalimbali katika kamati za maamuzi. Kwa sababu ukiangalia sera ya wazee ya mwaka 2003 inazungumzia mambo kama hayo, kwamba wazee wangeteuliwa kwenye nyanja mbalimbali katika kamati za maamuzi, lakini ni kitu ambacho mpaka leo hata kwenye toleo la 24 imegusiwa tena, lakini haipo utekelezaji aina yote. Kwa hivyo nasi tukaona kwamba ni vema tuiombe serikali yetu sikifu inayoongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kutujali na sisi na tupate mafungu katika, tutengenezewe sheria na tupate mafungu katika ile 10% ya halmashauri. Tungeomba ili mzee aweze kunufaika. Mzee wa nchi hii wako wengi. Tukifanyaga vikao, tunatembea kwa mfano kama wilaya ya Arusha, tuna wanachama zaidi ya 1000 na kitu sasa hivi. Lakini tukitembea katika kata mbalimbali tunakuta wazee wengi wanateseka, kuna unyanyasaji, kuna vitu ambavyo sio vizuri. Lakini ukijaribu kuangalia, inachangiwa na hali ya uchumi na hali ya kutokuwa na sheria pia ya kuwalinda wazee. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu sikifu itutengenezee sheria. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.